Engineer, kwa nini majengo haya yote ambayo nimeyatembelea hapa tayari mlishapiga mpaka sakafu? BOQ ya shule hii ulielewa vizuri mhandisi? Maelekezo ya michoro ulielewa vizuri? Mheshimiwa Naibu Waziri, kabla hatujaanza kutekeleza mradi huwa tunakaa wahandisi wote tunapitia. Mlikaa mkauelewa mchoro? Ndio, tulikaa tukaelewa mchoro. Nani aliyechagua michoro hii hapa kwenye timu yenu? Maana kule huwa tunatoa michoro ya kulingana kwanza na eneo lilipo. Kama eneo linaathiriwa na mambo ya matetemeko, kuna michoro yake. Kama eneo liko safe, halina mambo ya mitetemeko ya ardhi, kuna michoro yake. Hapa mmeweka michoro ya aina gani katika hiyo meli? Tuweka michoro ambayo haina matetemeko. Huo ukuta una thickness kiasi gani? Kuta za nje zinazobeba jengo 150 mm. Milimita 150. BOQ inataka ziweje? 230. Kwa nini mmeweka 150 badala ya 230? Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba nieleze kidogo historia alafu. Mimi nataka tu nijibu. Ndio, kwamba yaani ukuta thickness yake ilitakiwa iwe ngapi? Kwa kuta ya nje ilitakiwa ya nje 230. 230. Hiyo mlojenga ni 230? Tumejenga 150 lakini tukaintroduce na biu nyingine katikati ya ukuta. BOQ inasema kuna kuintroduce hicho kitu. Mheshimiwa Naibu Waziri, kabla hatujaanza kuimplement miradi huwa tunapitia upya BOQ ambayo imeandaliwa ikiendana pamoja na michoro ili tuangalie budget kama mradi ambao phase imekuja inakamilisha mradi, na kama kuna changamoto ya ukamilishaji wa miradi huwa tunaandika namna ya kuboresha baadhi ya specification. Unamwandikia nani? Kuandika tukapeleka mkoani. Wali approve? Walisema tekeleza bila kuathiri ubora wa jengo. Tekeleza bila kuathiri ubora wa jengo. Kwa ukuta thickness 250, wewe umejenga 230, wewe umeweka 150. Mbao ulizotumia kwenye kenchi hivi ndio BOQ inavyoelekeza. Kuna papi 2x3, draft 2x2, kuna raft ambayo ni 2x4. BOQ nasema BOQ ilitoka ofisi ya Waziri Mkuu amesema nasoma 2x6. Wewe umefanyaje hapa? Ndio nilisema Mheshimiwa Naibu Waziri, baada ya wewe nieleze umefanya kama BOQ inavyosema? Hapana, nilibadilisha specification. Sasa jengo kama hili limejengwa halijafuata BOQ inavyotaka, kuta za nje hazijazingatia inavyotaka, kenchi hazijazingatia inavyotaka, floor imepigwa bila kuwekwa mawe. Hii jambo halikubariki. Mheshimiwa Rais ameleta hela hapa, mnataka kuzitumia vibaya, alafu mkikamatana eti unaanza kutindua naweka kwa hela zako. Una hela gani za kuweka mawe kwenye shule yetu ya serikali? Kwa niaba ya Waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe, ninamwelekeza Katibu Mkuu TAMISEMI kumsimamisha kazi mhandisi kuanzia sasa, wakati akikamilisha taratibu za kiuchunguzi ambazo nina taarifa na ninafahamu kwamba timu ilishakuja hapa. Hatua ambazo zimefikiwa kwenye shauri hilo, Katibu Mkuu ninamwelekeza kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri azikamilishe na mhandisi huyu achukuliwe hatua za kinidhamu, na kama kuna fedha yoyote itabainika imetumika ndivyo sivyo, pamoja na hatua hizo za kinidhamu, akiwa amesimama kazi, fedha hizo arudishe. Wote waliohusika warudishe fedha hizo.